Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Hapa nazungumzia kile ambacho kinachoendelea kati ya Faisal na kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Leo hii kuna mapya ambayo yameweza kujili uko katika issue ambayo inaendelea kwa sasa. Kumbuka ya kwamba sasa hivi tunazungumzia Feitoto kurejea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Leo kuna jipi ambalo ni kubwa na zuri zaidi ambalo limekwenda kutokea kati ya Young Africans na kile ambacho kinazungumzwa. Ni kitu gani hicho utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili nimekusogezea na kila kitu utakwenda kujua kitu gani ambacho kinachoendelea mpaka sasa hivi kati ya Young Africans na Faisal katika juu ya kile ambacho kinaelezwa ni kurudi kwake kwenye kikosi cha Young Africans. Je, kuna ukweli katika hili, na kama lipo limefikia wapi na asilimia ngapi, na Young Africans wameweza kufanikiwa kupata saini yake? Utajua hapa. Ila kabla tujaendelea kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba taarifa ni nyingi ambazo zitakuwa zimekupita sasa. Ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linalozungumzwa kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Bana, taarifa ni njema, taarifa ni kubwa kuhusiana na usajili wa Young Africans. Yanga wameanza sajili zao mapema kabisa, wakiweza kuanza kuingia sokoni kutafuta nyota wapya kwa ajili ya msimu ujao. Kumbuka kwamba klabu ya soka ya wananchi Young Africans wanafanya yote haya ili kuhakikisha kwamba wanaweza kupata ushindi mapema kabisa katika mapigano ya kuweza kufanya namna gani ya kuweza kuhakikisha wanapata wachezaji muhimu kwenye kikosi chao. Kumbuka kwamba klabu ya soka ya wananchi Young Africans mwishoni mwa msimu huu wanakwenda kufanya biashara nzito kweli kweli ya kuwauza nyota wake kwenye kikosi chake kwa ajili ya kuweza kupata faida kubwa, kwa sababu unafahamu kwamba mchezaji ni biashara na lazima ifanyike. Hivyo basi klabu ya soka ya wananchi Young Africans unaambiwa kwa Aziz Ki wanahesabu siku tu ili mwamba huyo wa Wagadugu aweze kuondoka ndani ya kikosi chao, kwa kile ambacho kinaelezwa kwamba makubaliano yameshaweza kufikiwa. Hapa nazungumzia Stefano Aziz Ki juu ya kutimka ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia Young Africans, ni kule ambako inaelezwa anaelekea, ambapo swala kiungo mshambuliaji wa Yanga Stefano Aziz Ki kuendelea kuwapo ndani ya kikosi hicho ni jambo la muda tu kuanzia sasa, kutokana na matajiri wa Kiarabu kujipanga kumngoa Jangwani. Aziz Ki ananyemelewa na klabu mbili kubwa kutoka Morocco zilizoanza mazungumzo na mabosi wa Yanga ili kumnunua kwa msimu ujao, huku mabosi hao wa Jangwani wakiwa tayari wameshapiga hesabu za mbadala wa kiungo huyo. Iko hivi, Aziz Ki aliongeza mkataba wa miaka 2 na kwa sasa anamaliza mwaka wa kwanza, hivyo timu inayomhitaji inatakiwa kumnunua kwa bei ambayo Yanga itahitaji. Hadi sasa klabu mbili ndio zilizogonga hodi kwa Yanga, ikiwamo FAR na Raja Casablanca, zote kutoka Morocco. Chanzo changu kinaeleza kwamba mabosi wa Jangwani wameanza mazungumzo na FAR juu ya hatua ya kumuuza mwisho wa msimu huu, huku pia mabingwa wa Morocco Raja nao wakielezwa wanajaribu kumsaka kiungo huyo, hivyo mwenye kisu kikali ndiye atakayekula nyama. Kuna uwezekano mkubwa dili hilo likamalizwa na FAR kwa kuwa tayari wameshafikia hatua nzuri ya kumaliza dili hilo. Kama atatimkia huko, atakutana na beki wa zamani wa klabu ya Simba Enoki Inonga aliyekuwa akitumikia Simba kabla ya kutimkia Morocco msimu huu. Katika ligi kuu ya Morocco Batora Pro FAR iliyokuwa chini ya
kocha Nabi msimu uliopita inashika nafasi ya pili ikiongozwa na RC Berkane, huku Raja ikishika namba 8 kwa sasa, wakiwa pia ndio watetezi wa taji walilitwaa kwa kuzidi ujanja maafande wa FAR Rabat dakika za la salama. Unaona bana. Kwa hiyo taarifa inaeleza kwamba hapa nazungumzia pengine mara baada ya kuweza kufanya usajili huo mzito kabisa wa kumuuza, hapa nazungumzia Stefano Aziz Ki kuelekea huko FAR Rabat. Sasa klabu ya soka ya Young Africans wanarudi Tanzania katika klabu ya Azam FC, ambao Azam pengine ndio wameshikilia hatima ya Feitoto kwenye kikosi chao, huku Feitoto mwenyewe ikionekana ya kwamba hahitaji kuendelea kubakia Azam, anahitaji kuelekea katika vilabu vya Kariakoo ili kuweza kucheza katika mashindano ya kimataifa. Unaambiwa klabu ya soka ya Azam FC wanabidi wafanye hivyo, kwani mchezaji tayari ashaweza kuonyesha kwamba anahitaji kwenda kucheza katika mashindano makubwa kama ilivyo kombe la shirikisho barani Afrika kwa walipo Simba, lakini pia klabu bingwa barani Afrika ambayo Young Africans waliweza kutolewa katika zile hatua za mwanzoni kabisa katika hatua ya makundi. Hivyo basi klabu ya Young Africans inaelezwa kwamba Yanga wametoa ofa kuelekea Azam FC ambao ni zaidi ya shilingi milioni 750, ambayo hii ni pesa ya usajili na mkataba wa miaka 2 kwa Feitoto, lakini pia wametoa ofa ya mshahara wa shilingi milioni 40 kwa mwezi, ambayo watakuwa wakiweza kumpatia Feitoto pindi ambapo watakubaliana na kile ambacho Young Africans wanakihitaji, ambapo ni kurudi kwenye kikosi chao cha wananchi, ambapo Yanga wanapata kiburi kwani ambapo na kuzungumzia mpaka sasa unafahamu ya kwamba hii ni pesa tu ya mauzo ya Aziz Ki, ni zaidi ya shilingi bilioni 2 ambayo imeelezwa kwamba Young Africans wanaivuna kutoka kule nchini Morocco. Hivyo basi klabu ya Young Africans ndio maana wanapata jeuri hii ya kuweza kuweka dau hili. Kumbuka ya kwamba ofa ya mwisho ya Simba ilikuwa ni shilingi milioni 600 ambayo walimwambia Fei atalipwa shilingi milioni 400 kwenye msimu wake wa kwanza, na msimu wa pili atalipwa shilingi milioni 200 kwenye msimu wake huo wa pili, huko akisaini mkataba wa miaka 2. Lakini Young Africans mara baada ya kuweza kupata dili la kumuuza Aziz Ki kwenda nje, basi wakahamisha maguvu yote kuelekea kwa upande wa Feitoto na kuweza kuongeza kiasi cha shilingi milioni 150 kwa tofauti ya ile pesa ambayo klabu ya Simba waliweza kuitoa, ambao walitoa shilingi milioni 600. Young Africans wakaongeza milioni 150 kufikia milioni 750 ili kuweza kupata saini ya Feitoto. Mpaka sasa klabu ya Azam FC bado haijathibitisha juu ya kumalizana na klabu ya soka ya Young Africans, ila mchezaji mwenyewe ameshaanza kuonyesha dalili za kile ambacho kinachoendelea mara baada ya kuweza kufuta ile posti ya kuwaaga wananchi ambao aliposti wakati anaondoka kwenye kikosi cha Young Africans, na sasa inaelezwa kwamba nyota huyo anahitaji pia kufanya maisha yake mengine. Sasa ni maisha ya wapi hayo yatakuwa nje ya Azam? Ni Simba Sport Club watapanda dau ama itakuwa upande wa Young Africans wataweza kushinda kete hii? Tunasubiri kuweza kusikia muendelezo wa taarifa hii, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana